Naam, ni dakika ya 21 tangu yalivyotimu yale majira ya saa 1 kamili. Na ni wakati ambao tunakutana wana Morning Wave mayumbi ya asubuhi kwa ajili ya kuweza kupashana habari mbalimbali. Na ikiwa ni tarehe 22 ya mwezi wa 6 na ya mwaka 2026. Hujambo na karibu mwana Domeko FM kwa ajili ya kuweza kusikiliza yale ambayo tumekuandalia siku ya leo. Kama kawaida Morning Wave wakati tunakuandalia mambo mbalimbali, utakuwepo hapo utasikia utabiri wa hali ya hewa kwa saa 24 zijazo, lakini bila kusahau kurasa za mbele pamoja na kurasa za nyuma za magazeti. Lakini tubonge mada mezani, tutakuwepo na mada ambayo tutakuwa tunaijadili siku ya leo. Mwisho tutakuwa na kero za mtaani. Ni kero gani ambazo zinawasumbua huko mtaani? Basi timu Domeko FM tunazikusanya zile kero na kuweza kuhakikisha mahali husika wanasikia kupitia mawimbi ya 106.6 Domeko FM. Lakini kupitia mada ambayo tutakuwepo nayo kupitia namba 07664493 mwisho 20 ndio namba ambayo na wewe msikilizaji Domeko FM unaweza kutuma ujumbe mfupi. Kama tunavyokuambia hii ni ya kwako, basi tunamaanisha namna hiyo. Bwana, mimi ni Patrick Kisaya, nitakuwepo na crew nzima kwa ajili ya kuhakikisha gurudumu linasonga mbele. Nitakuwepo na Sabrina, lakini bila kusahau hapa atakuwepo Neema, Robert, na bila kusahau nitakuwepo na crew nzima kiujumla ambao tutahakikisha hili jahazi la Morning Wave linafika mpaka pale tamati. Mimi ni Patrick Kisaya. Kwanza kabla yote tuweze kupata utabiri wa hali ya hewa kwa saa 24 zijazo kutoka mamlaka ya utabiri wa hali ya hewa nchini Tanzania. Moja kwa moja nianze kukusomea utabiri wa hali ya hewa kwa saa 24 zijazo. Bwana, visiwa vya Unguja na Pemba, mikoa ya Arusha na Kilimanjaro, mikoa ya Tanga pamoja na Dar es Salaam, mikoa ya Pwani ikijumuisha visiwa vyote vya Mafia, hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Mikoa ya Lindi na Mtwara, mikoa ya Dodoma, Singida, mikoa ya Morogoro na Manyara, mikoa ya Kigoma, Tabora na Katavi, mikoa ya Mwanza, Geita, Shinyanga, Kagera, Mara na Simiyu, mikoa ya Ruvuma, Mbeya, Rukwa, Iringa, Njombe na Songwe, hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua vikitarajiwa katika maeneo hayo. Sasa tukaangazie viwango vya joto, mawio na machweo ya jua kwa baadhi ya miji hapa nchini. Mkoa wa Arusha, kiwango cha juu cha joto kinatarajiwa kuwa nyuzi joto 23, lakini kiwango cha chini cha joto kinatarajiwa kuwa nyuzi joto 14. Mawio ya saa yakianza saa 12 na dakika 42 na machweo ya saa yakianza saa 12 na dakika 38. Mkoa wa Dar es Salaam, kiwango cha juu cha joto nyuzi joto 30, lakini kiwango cha chini cha joto nyuzi joto 18. Mawio ya saa yakianza saa 12 dakika 37 na machweo ya saa yakianza saa 12 na dakika 21. Mkoa wa Dodoma, kiwango cha juu cha joto nyuzi joto 29, lakini kiwango cha chini cha joto nyuzi joto 15. Mawio ya saa yakianza saa 12 dakika 50 na machweo ya saa yakianza saa 12 na dakika 36. Kigoma, kiwango cha juu cha joto nyuzi joto 30, kiwango cha chini cha joto nyuzi joto 17. Mawio ya saa yakianza saa 1 na dakika 12 na machweo ya saa yakianza saa 1 na dakika 1. Mkoa wa Mbeya, kiwango cha juu cha joto nyuzi joto 24, lakini kiwango cha chini cha joto nyuzi joto 8. Mawio ya saa yakianza saa 1 dakika 3 na machweo ya saa yakianza saa 12 na dakika 41. Mkoa wa Iringa, kiwango cha juu cha joto nyuzi joto 27, lakini kiwango cha chini cha joto nyuzi joto 13. Mawio ya saa yakitarajiwa kuanza saa 12 dakika 52 na machweo ya saa yakianza saa 12 dakika 34. Njombe, kiwango cha juu cha joto nyuzi joto 23, lakini kiwango cha chini cha joto nyuzi joto 8. Mawio ya saa yakianza saa 12 dakika 59 na machweo ya saa yakitarajiwa kuanza saa 12 na dakika 37. Mkoa wa Mwanza, kiwango cha juu cha joto nyuzi joto 30, lakini kiwango cha chini cha joto kikatarajiwa kuwa nyuzi joto 18. Mawio ya saa yakianza saa 12 na dakika 55 na machweo ya saa yakianza saa 12 na dakika 53. Tabora, kiwango cha juu cha joto nyuzi joto 30, lakini kiwango cha juu cha chini cha joto kinatarajiwa kushuka mpaka nyuzi joto 14. Mawio ya saa yakianza saa 1 kamili na machweo ya saa yakitarajiwa kuanza saa 12 na dakika 50.
Mkoa wa Tanga, kiwango cha juu cha joto kitarajiwa kuwa nyuzi joto 29, lakini kiwango cha chini cha joto kinatarajiwa kuwa nyuzi joto 21. Mawio ya saa yakianza saa 12 dakika 40 na dakika 35, na machweo ya saa yakitarajiwa kuanza saa 12 na dakika 25. Mkoa wa Zanzibar, kiwango cha juu cha joto kinatarajiwa kuwa nyuzi joto 29, lakini kiwango cha chini cha joto kikitarajiwa kushuka mpaka nyuzi joto 19. Mawio ya saa yakianza saa 12 dakika 37, lakini machweo ya saa yakitarajiwa kuanza saa 12 na dakika 21. Upepo wa pwani unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa kwa pwani yote, kutoka kusini mashariki kwa pwani ya kaskazini na kutoka mashariki kwa pwani ya kusini. Hali ya bahari inatarajiwa kuwa mawimbi madogo, na matarajio kwa siku ya Alhamisi ya tarehe 23 mwezi wa 7, vipindi vya hali ya baridi kiasi vinatarajiwa kuendelea katika maeneo mengi hapa nchini. Utabiri huu umetolewa siku ya jana na mamlaka ya utabiri wa hali ya hewa nchini Tanzania TMA, na ukiletwa nami Patrick Isaya. Na mpaka kufikia hapo, msikilizaji wa Domeko FM 106.6, nafikia tamati ya kusoma ule utabiri wa hali ya hewa, na hivi sasa moja kwa moja ni wakati wa kwenda kuzisikia zile kurasa za mbele za magazeti, na kama nilivyokutambulisha hapo awali kwamba nitakuwepo na crew nzima ambayo tutasaidizana katika kuhakikisha unapata kile ambacho unastahili, msikilizaji wa Domeko FM. Mimi ni Patrick Isaya, ndiye ambaye itakuwa na kuongezea hili jahazi. Nitakuwepo na wenzangu hapa ambao watakuja kujitambulisha hapo baadaye ili uweze kuwafahamu, wengine ambao nishakuwatambulisha na wengine ambao siwatambulisha utakuja kuwajua, kwa ajili ya kuhakikisha safari ya Morning Wave tunafika tamati salama kabisa. Tunapata tangazo fupi kutoka kwa wadhamini wetu ambao wanatufanya tuweze kusikika humu ndani, alafu tukirejea basi itakuwa ni time ile ya kuweza kusikiliza zile kurasa za mbele za magazeti. Je, umehitimu kidato cha 4 au cha 6 na unataka kupata chuo bora kwa ajili yako? Usihangaike. Chuo cha uandishi wa habari Dodoma Media College kinakutangazia nafasi za masomo kwenye kozi ya Journalism and Mass Communication. Sifa za mwombaji kwa ngazi ya certificate: awe muhitimu wa kidato cha 4 na kupata ufaulu wa angalau alama D4. Kwa ngazi ya diploma, awe amehitimu kidato cha 6 au awe na certificate kutoka chuo chenye usajili wa NACTE. Pia chuo kinatoa mafunzo ya kozi fupi kama vile computer course kwa miezi 2, graphics design, radio and TV production pamoja na radio and TV broadcasting kwa miezi 4. Zipo studio za kisasa za radio na TV, maktaba yenye vitabu muhimu pamoja na walimu wenye weledi. Chuo kinapatikana jijini Dodoma, roundabout ya Bay Road. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0719545301 au 0759154405. Dodoma Media College, Media for Development. Kusikiliza zile kurasa za mbele za magazeti, yale yote ambayo yamechukua nafasi kikubwa wa aina yake katika kurasa za mbele za magazeti. Huu ni wakati wake kwa ajili ya kuweza kukupitisha ewe msikilizaji wa Domeko FM 106.6. Kwa kukukumbusha tu, hapa tutakuwepo na segment mbalimbali, tutakuwepo na mada tutajadili, lakini bila kusahau hapo itakavyotimu majira saa 2 kamili utakuja kusikiliza muktasari wa habari, ambapo atakuja hapa msomaji wa muktasari wa habari kwa ajili ya kuweza kukupasha yale yote yaliyojiri kihabari. Na moja kwa moja sasa twende tukasikilize zile kurasa za mbele za magazeti. Kwanza, mko poa? Tuko poa kabisa. Ya, naona mmepoa yenyewe, mpo kinyonge. Hatupo kinyonge. Ya, au hali ya hewa ya ubaridi ndio inafanya mekaa kinyonge. Kabisa, si ndio? Jiji la Dodoma lilivyo na baridi sasa, ya upepo. Jiji la Dodoma lenyewe lina ubaridi, si ndio? Na hapa nimetoka kusoma utabiri wa hali ya hewa. Wenyewe wakawa nasema kana kwamba matarajio yanatarajiwa kuwa na ubaridi kiasi fulani, sawa, kwa maeneo yote hapa nchini. Kwa hiyo kuvaa makoti na nini tunawajibika namna hiyo. Bwana, moja kwa moja msikilizaji wa Domeko FM 106.6 yupo tayari kwa ajili ya kuweza kusikiliza zile kurasa za mbele za magazeti. Neema, msikilizaji, umemwandalia gazeti gani? Mimi
nimemwandalia gazeti la Machinga ambalo wana kauli mbiu yao ikisema sauti ya wanyonge. Sauti ya wanyonge. Dkt. Mwigulu atoa somo nchi za Afrika. Dkt. Mwigulu atoa somo kwa nchi za Afrika. Somo gani hilo? Tutapata kulijua kamili katika ukurasa wa 3. Lakini pia Chadema waendelea kuvutana, makada watinga kwa msajili. Chadema waendelea kuvutana. Bwana, mambo ya kisiasa huko. Nini kinajiri huko kuhusiana na mambo ya kisiasa? Habari hii kamili utaipata katika ukurasa wa 3. Samia atuagana kuongoza ajenda ya afya Afrika. Habari kamili utaipata katika ukurasa wa 2. Serikali yatangaza neema kwa wakulima kilimo cha umwagiliaji nchini. Habari kamili utaipata katika ukurasa wa 2. Mkurugenzi gereza ukonga kutoka ushahidi kesi ya Lissu leo. Habari kamili utaipata katika ukurasa wa 4. Mwinyi aomboleza kifo cha aliyekuwa Amiri Akhtar. Habari kamili utaipata katika ukurasa wa 3. Nahitimisha namna hiyo. Bwana Neema Robert anahitimisha namna hiyo katika gazeti la Wamachinga sauti ya wanyonge. Bwana, bila shaka msikilizaji wa Domeko FM umeweza kujua nini ambacho kimejiri. Sasa ni wakati wa kwenda kusikia gazeti lingine naro wameandika namna gani. Gazeti lingine likiwa ni Raia Mzalendo ambalo linasema ukweli na uwazi. Tupe ukweli na uwazi. Kashfa ya Heche yashusha morali ya wafuasi kesi ya Lissu. Hii ni habari kuu katika gazeti la Raia Mzalendo. Lakini pia Secretariat ya ajira ya mwaga mamia ya ajira mpya. Habari kamili utaipata katika ukurasa wa 3. Nauli za daladala na mabasi Zanzibar kupanda Agosti 1. Habari kamili utapata katika wenzetu huko nauli zinatarajiwa kupanda. Kwa sisi ambao tunategemea sana kupanda daladala, si ndio, katika safari ndogo ndogo zile za hapa na pale. Ila kwa wenzetu huko Zanzibar. Na hisi ni kutokana na kupanda kwa bei ya mafuta, si ndio? Habari nyingine, Chadema ya baluza tena kwa msajili wa vyama. Habari kamili utaipata katika ukurasa wa 3. Nahitimisha namna hiyo na hii habari ambayo inasema Chadema ya baluza tena kwa msajili wa vyama vya siasa. Yani habari kamili utaipata katika ukurasa wa 3. Namna hiyo Neema anahitimisha katika gazeti ambalo alikuwepo nalo. Na moja kwa moja tunaungana na Ebeneza kwa ajili ya kuweza kutuambia analo gazeti gani mkononi mwake, ili msikilizaji uweze kusikiliza na kwenda kujipatia na kara yako ili uweze kujua undani wa taarifa hizo. Leo tuko na gazeti la Taifa Tanzania, anakuambia uzalendo kwanza. Hiyo inasimama kama kauli mbiu ya gazeti hili. Mwanasiasa Lissu alalamika wananchi kupungua mahakamani. Habari hii inapatikana katika kurasa ya 12. Mwananchi, gazeti lingine ni Mwananchi. Uzalendo ya mshahara unatosha kufanya haya yote katika kibiashara. Na hii habari ilikuwa inawalenga wale wafanyabiashara ambao wameajiriwa na serikali. Sasa habari hii imewalenga sana wale wafanyabiashara ambao wameajiriwa na serikali ambao walikuwa wanalalamika kipindi kile. Sasa Mama Samia ameweza kuongeza mshahara. Suluhu imepatikana. Gazeti lingine, habari hii inapatikana katika ukurasa wa 3. Gazeti lingine ni The Citizen. Hapa uzalendo anakuambia Green Gold Harvesting Wealth Creating Jobs. Hii ni kwa wale wafanyabiashara ambao wanafanya zile kazi za kuchimba madini na kuuza madini ndani ya nchi pamoja na nje ya nchi. Habari hii inapatikana katika ukurasa ule wa 4. Basi mimi nasitisha hivyo, karibishe mtu mwingine ambaye ana habari za juu. Mimi nikija na gazeti la Mwanahabari. Wenyewe wanasema gazeti bora. Gazeti bora. Tupe tuweze kujua hilo gazeti bora kumejiri nini huko. Wanasema msajili TAKUKURU watajwa mtifuano Chadema. Msajili TAKUKURU watajwa mtifuano Chadema. Habari hiyo unaweza kuipata katika ukurasa wa 3. Hiyo ni habari kuu ya gazeti hili. Habari nyingine, waziri